Asante kwa kuichagua Vamba TV Online kuwa wa kwanza kutizama video zetu na matukio mbalimbali kwa kubonyeza neno subscribe button nyekundu hapo chini ya skrini yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Kuhusiana na swali zima la ilani ya chama, unazungumziaje katika maeneo ya ajira, hasa katika ilani ya chama cha ukombozi wa umma? Ya chama cha ukombozi wa umma kinazungumzia sana ajira kwa watu kwa ujumla. Tutazidisha sana wananchi wafanye kazi viwandani, wafanye kazi mashambani, wafanye kazi baharini, ndio, na masehemu yote haya. Wananchi watafanya kazi za uvuvi, si ndio? Wananchi watafanya kazi za kuzalisha viwandani, wananchi watafanya kazi za kuzalisha mazao, wananchi kwa ujumla watafanya kazi zote. Na hivi ni kwamba tutafanya maksudi, wale wanaoweza kuwekeza watawaajiri wazao, na wale wasioweza kuwekeza tutawapa nyenzo, tutawawezesha wananchi waweze kulima na wananchi waweze kuwa na mazao mengi ya kutosha. Haya mazao yatategemea kwenda viwandani na watatengeneza ajira kwa ajili yao wenyewe. Sio kwamba wananchi wataachwa tu hivi wasema mpaka tukinunua ndege ndio watapata ajira. Hapana, wananchi watafanya kazi za uzalishaji mashambani, wananchi watafanya kazi kwa wingi sana baharini, watavua samaki wengi, sababu wale samaki wamejaa kule baharini, hawana mtu wa kuwavua. Lakini sisi tutawawezesha kwa kuwapa nyenzo za kuweza kuwavua wale samaki kutoka baharini, na hao wanaolima mashambani tutawasaidia kulima, tutawapa nyenzo za kuweza kulima, tutawasaidia kutifua ile ardhi, waweze kupata ardhi ambayo imeshafanywa kazi na waweze kulima mazao. Na wakishalima, wakishapata mazao, serikali haiwezi kuja ikaleta fujo kwa wale watu watauza wanakotaka, watakuwa huru, lakini mradi tu watakatwa zile pesa wanazochukua huko, kidogo kidogo wataendelea kukatwa basi. Ilani ya chama cha ukombozi wa umma imezungumzia swala la afya. Wewe ukiwa ndio mwenyekiti wa chama hicho, unazungumziaje eneo hili la afya? Afya ni kipaumbele. Afya, wananchi watawezeshwa kupata bima ya afya wote bila kubagua, huyu ni mtu ana hela, huyu ana hela, wote watapata vyeti vya bima za afya. Watapata kitu kinaitwa insurance ya afya yao, ambayo ndio hiyo bima ya afya. Kwa hiyo watu wakiwa na insurance, ni wote tu wanapata insurance, wanakuwa kwenye mfumo mzuri wa afya, na wakipata dawa wanapata dawa zote. Hakuna kusema hizi dawa hazipo kwenye budget hizi, hapana. Watapata dawa zote na full dawa zitapatikana hospitali. Hospitali zote za serikali zitakuwa zinatoa afya kwa wananchi wote sawa bila kubagua. Watapewa watu jukumu la kwenda hospitali na kuhakikisha wanapata afya ya kutosha, wanapata madawa, wanapata malazi hospitalini kama yapo, na chakula watapata hospitalini, sababu chakula ni moja ya afya za wananchi. Wananchi wakishalazwa hospitali lazima wapate chakula. Huwezi kuwapeleka wananchi hospitali unawapa dawa tu baraka nini? Dawa na afya ya chakula. Maana moja ya kitu kinachosaidia mtu apone haraka ni kwa anapata chakula. Lakini kama hapati chakula utakuwa unamdanganya tu. Kwa hiyo sisi tutahakikisha kila mtu anapokwenda hospitalini lazima apate chakula. Hiyo ni lazima. Watoto wanapokwenda shuleni lazima wapate chakula. Chakula ni lazima. Yaani hiyo lazima watoto wapate chakula shuleni. Ndio unaweza kuwaambia wanaondoka saa 11 saa 10, wanashinda aje na njaa watoto. Na chakula hiki mimi narudia tu kusema, nafikiri mheshimiwa yeye atakuwa anaangalia vingine. Chakula kilikuweko shuleni, si ndio? Mimi nilikula chakula shuleni, lakini Chama cha Mapinduzi sijui kilifanya nini hila mpaka kikaondoa kile chakula shuleni, na watoto wote walikuwa wanapata chakula shuleni, darasa la kwanza mpaka darasa la 8 wanapata chakula. Sasa sisi tutarudisha darasa la kwanza mpaka darasa la 14,
watapata chakula asubuhi, uji na chai. Saa 6, saa 7 watapata ubwabwa na nyama na kuku na kila kitu, na mchana watapata chai. Hiyo saa 10 watapata jioni chakula. Wale wanaokaa shuleni lazima tuwape chakula. Afya hii niliyosema pamoja, tunajua mgonjwa atakwenda hospitalini. Kuna wengine wanafariki dunia, hawezi akapona tu wote wakapona, hapana. Wengine watafariki dunia, maiti yao itatolewa bure. Maiti haiwezi kutozwa hela, ni mwiko kabisa kwetu kumtoza maiti hela. Naomba wananchi wanielewe kwamba hakuna maiti atakayotozwa pesa. Chama cha Ukombozi wa Umma, Chama cha Ukombozi wa Umma kinasema kwamba maiti itachukuliwa bure kabisa. Hiyo ni gharama ya serikali, kwa sababu sisi tuna pesa za wananchi. Nani anayekusanya pesa za wananchi? Ni sisi ambao tunapewa serikali ile. Kwa hiyo sisi tunalazimika kutoa chakula, tunalazimika kulipia maiti, tunalazimika kumtibu mgonjwa. Lazima mgonjwa apata matibabu yanayostahili, ndio tunachosema. Unafikiri ilani ya Chauma endapo kama itatekelezeka inaweza kuleta mabadiliko ya Mtanzania wa kawaida? Mabadiliko ni makubwa sana yatapatikana. Unajua sisi tulipokuwa tukisoma, mtu wa darasa la 4 akili inaonekana, anaweza akaandika barua la 4 la 5, si ndio? Anasoma kabisa. Mtu mzima ana darasa la 8 kamaliza, la 8 kamaliza shule, na anakuwa yuko fit, anaweza kufanya kazi yoyote, jeshini, wapi, anaweza kufanya. Lakini sasa hivi huwezi kumtuma mtoto jeshini. Mtoto wa darasa la 7 hana afya ya akili, na yeye mwenyewe physical mind hana afya. Hii sera ya Chauma itawasaidia sana wananchi, watakuwa na nguvu tangu anapotoka tu shuleni, ana afya. Sasa mtu huwezi kumtuma mtu hajala, hana chochote. Sasa utamtuma kitu gani? Si mtu goigoi huyu, anafoka ondoka hapa, anaondoka. Sasa hivi watu wanabaki kama Chama cha Mapinduzi kinafokea tu, wewe toka pale, nimesema hivi. Haiwezekani. Hawa ni watu wanatakiwa waambiwe kitu gani huyu ana maana, kitu gani anasema. Sasa hawaelewi. Kwa hiyo mimi nasema Chama cha Ukombozi wa Umma kwa kweli kinawatakia wananchi maisha mazuri. Maisha mazuri, kwa sababu haya mambo ya kusema daraja, sijui nitajenga nini, hivi vitu vyote huwezi kuvifanya bila kuwa na watu wenye afya njema. Unataka kupandisha watu maiti matupo mle? Haiwezekani. Hawa watu lazima, unapofanya hivi vitu lazima uhakikishe watu wako wanapata afya. Huwezi kuacha tu. Sipendi kutoa mifano ya Ulaya sana, lakini wenzetu wazungu ni wastaarabu sana. Unajua hata wale tukolonize hapa, walitupa chakula. Tulipata chakula sisi na kwanza mpaka la 8. Sasa wale ni wazungu. Wameacha matufundisha hivyo. Sasa hawakutufundisha kwamba hawa watu ni manamba tu, hawa watu wakufanyia vibaya, hapana. Huu ni utaratibu wa Chama cha Mapinduzi. Na huu utaratibu haufai. Ni utaratibu wa hovyo, unakuwa unawafanya watu utumwa, unawaonyesha watu namna ya watumike bila kupata haki yao ya msingi. Chakula ni lazima. Kama unavyoweka watu kule jela wanakaa, unawapa chakula. Na hawa watoto ni lazima wapate chakula. Na wanapoumwa wapate chakula hospitali. Ni lazima. Atoe hata senti 5 hiyo. Anatoa, anakatwa kwa pesa zake za kodi. Bima yake italipa. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sisi katika afya tunazungumzia vitu hivi vyote vya juu. Unajua watu wengi wanafikiria kwamba hawa sasa watafanya kazi hiyo tu, hawana kazi nyingine. Kazi zote zipo, hizi kazi ni za kawaida kwa serikali. Serikali gani itaendesha nchi bila kuwa na barabara zitengenezwa? Mimi nimekwenda juzi Ulaya, Germany, Marekani, nimekuta barabara zinatengenezwa. Sasa hivi barabara zinatengenezwa kwa sababu ile ni kazi the ongoing job. Yaani ni kazi ya kila siku. Kila siku serikali inatengeneza, hapa bomoka, hapa unafanya hivi, unatia kiraka. Ni kazi ya kila siku. Hapa unajenga mpya, hapa unatoboa mpya, unatia tunnel, unatoboa barabara inatokea huko. Yaani sisi tunaweza kufanya barabara hapa ukatokea popote tu. Kwa sababu hizo kazi ni lazima. Tukuongeza madarasa tutaongeza tu. Si kazi ya kawaida. Kwa hiyo sisi tunasema wale wanatufikiria kwamba sisi tunazungumzia chakula kwanza. Kabla ya chochote tunazungumzia chakula.
Alafu haya mambo mengine yanafuata. Ndio tunachosema sisi. Wewe ni mwanasheria, unazungumziaje taaluma yako na nafasi unayogombea? Je, utaitumia taaluma yako ukiwa rais, utaitumia vipi kama mwanasheria? Chama cha Ukombozi wa Umma yani kinahakikisha sisi tuliudai uhuru wa nchi hii, tulidai kwa sheria, si ndio? Hatukudai kwa maguvu. Tulidai kwa nguvu? Ni kwa sheria tu, kwa maana sheria iko hivi, tupatie uhuru wetu. Sababu tunakwenda kwa sheria. Mwalimu Nyerere na wenzie waliokuwepo wakati huo waliomba kwa sheria tu, bila ugomvi, bila kutumia nguvu, bila chochote. Kwa hiyo muendelezo ule ndio tutakaoendelea nao. Siwezi kuwaendesha watu kwa maguvu. Hawa watu wana haki yao. Hawa sio wafungwa. Huwezi kuwatumikisha watu bila kuwaelewa wenyewe wanasemaje. Utawala utakuwa utawala wa sheria kabisa. Hakuna kitu ambacho kimeambiwa kitakwenda bungeni alafu mimi niamue hapa peke yangu. Haiwezekani. Utakuwa utawala unaofuata haki ya utawala. Rule of law kwa kila mahali. Unafuata sheria inavyotaka. Hatuwezi kuwaendesha watu ovyo. Hatuwezi kujenga vitu bila kupata ridhaa ya wenye mali yao. Ni wananchi ndio wenye mali. Tutapata ridhaa ya wananchi. Jamani, sisi tunataka kufanya hivi na hivi. Kama kitu kigumu sana utaweka referendum. Unaweza referendum. Wananchi wapige kura juu ya jambo hilo. Alafu waamue wanakitaka wakitaki. Lakini nchi hii haina hiyo record hata siku hii. Hiyo record imekufa. Wao ni maguvu tu, alafu vitu vyenyewe unafanya kwa maslahi yake. Unafanya kitu kwa maslahi yako wewe. Kumbe utawala wa namna hiyo hapana. Tutafanya utawala wa sheria. Utawala ambao unamkamata mtu anakosa. Sio unakamata watu wanakaa magerezani miaka 5, miaka 6, miaka 8. Asante kwa kuichagua Vamba TV Online. Kuwa wa kwanza kutizama video zetu na matukio mbalimbali kwa kubonyeza neno subscribe button nyekundu hapo chini ya skrini yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.